الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ujirani ni ibada iliyosahaulika, lakini ujirani ni moja katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhusia, tena kuonyesha uzito wa suala la ujirani akaliunganisha na suala la kumwabudia yeye na kumtakasa. Ukisoma katika suratul Nisa aya 36, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia baada ya bismillahir rahmanir rahim, wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an, na muabuduni Mwenyezi Mungu na wala msimshirikishe na chochote. Wa bil walidaini ihsanan, na wazazi wawili mwafanyie wema, lakini si wazazi wawili tu. Wa bidhil qurba, na kwa ndugu wa karibu au ndugu wa mbali, maadamu ni ndugu wanahusiana na wewe. Waliyatama, na mayatima mwafanyie wema. Walmasakini, na masikini mwafanyie wema. Waljari dhil qurba, na jirani mwenye ukaribu na wewe. Waljari aljunub, na jirani asiye na ukaribu na wewe wa udugu. Wasahibi biljambi, na yule rafiki ambaye uko naye wakati wote na yeye ana haki ya kufanyiwa wema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii ameunganisha wema anaohusia ufanywe, akaunganisha wema huo uende kwenye ujirani, kwa majirani. Na wanazuoni wakatuambia jirani ni yoyote yule ambaye ima nyumba zenu zimekaribiana au kuna sehemu upo na yeye yuko, mko pamoja kwa wakati ule, aliye karibu yako ni jirani yako. Inaweza kuwa shuleni, inaweza kuwa kazini, inaweza kuwa pahala popote pa kazi, au pahala popote ambapo watu wamejumuika, unaye jirani yako pahala pale. Inaweza kuwa madukani na sehemu nyingine. Yule ambaye ni jirani yako ana haki ya ujirani kwa namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoelekeza. Huu ni wasia wa Mwenyezi Mungu aliyoutoa kwetu sisi. Lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, wa khairul jirani inda Allahi khairuhum lijari, na jirani aliyebora mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule aliyebora kwa jirani yake. Mafunzo yetu yanatutaka kutambua suala la ujirani. Iwe barabarani, wewe unaendesha gari, utakuwa unaye jirani yako kwenye barabara ile. Tambua jirani yako na umpe haki yake ya kumtendea wema. Iwe ofisini, utakuwa unaye jirani yako pale ofisini kwako. Tambua haki yake ya kumtendea wema. Iwe kwenye jengo moja, mnakaa mle kwenye maapartment tofauti tofauti, kila mtu ana sehemu yake. Tambua unaye jirani ana haki yake ya ujirani kwako wewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe tulitambue jambo hili analolipenda na tulifanye kwa namna nzuri anayoipenda na kuiridhia. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul,
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mujibu wa mafundisho yetu, majirani wako aina tatu. Kuna jirani ana haki tatu kwako wewe, na kuna jirani ana haki mbili, na kuna jirani ana haki moja. Jirani mwenye haki tatu ni yule ambaye kwanza ni jirani, pili Muislamu, tatu ni ndugu yako. Kwa hiyo huyu ana haki ya ujirani, ana haki ya Uislamu na ana haki ya udugu na wewe. Aina ya pili mwenye haki mbili ni kuwa ana haki ya ujirani na ana haki ya kuwa yeye ni Muislamu. Na aina ya tatu ya jirani ana haki ya ujirani, yeye si Muislamu na wala hana udugu na wewe. Wote hawa maelekezo ni kuwatendea wema kwa namna alivyotufunza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anatuambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, falyukrim jara, na mkirimu jirani yake. Anaeleza kwenye hadithi ndefu ya sahaba aliyokuwa anakwenda kwa Mtume, akamuona Mtume kasimama na mtu anazungumza kwa muda mrefu sana, mpaka yeye huko anayesubiri akawa anamhurumia Mtume, yule nani, mbona kamsimamisha sana? Alipoondoka mtu yule, yeye alipokutana na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamueleza kwamba yule mtu kakusimamisha sana. Mtume akamwambia, ulimuona? Akasema ndiyo. Akamwambia, unamjua nani yule? Akasema hapana. Akamwambia, yule alikuwa malaika Jibril, lakini alichokuwa akiniambia, mazala Jibrilu yusini biljari, hakuacha kunihusia kuhusu jirani, hata dhanantu annahu sayuwarithu, mpaka nikadhani mwisho ataniambia jirani pia ana haki ya kunirithi. Maneno haya yanaonyesha uzito wa swala la ujirani. Miongoni mwa haki za jirani ni kumtendea wema. Imepokewa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, in ahbabtum an yuhibbakum Allah wa rasuluhu, kama kweli mnapenda mpendwe na Mwenyezi Mungu na mtume wake, faaddu idha tumintum, tekelezeni amana mkiaminiwa, wasduqu idha haddathtum, na semeni kweli wakati mkizungumza, wa ahsinu jiwara man jawarakum, na fanyeni wema wa ujirani kwa yule aliyejirani na nyinyi. Lakini imepokewa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alifatwa siku moja
Huyo aliyemfuata akamwambia, dullani ala amalin idha amiltu bihi dakhaltu aljanna, nijulishe juu ya tendo jema ambalo nikifanya nitaingia peponi. Mtume akamwambia, kun muhsinan, kuwa mwema, kuwa mwenye kufanya ihsani. Yule bwana akauliza, kaifa a'lamu anni muhsin, nitajuaje kwamba mimi ni mtu mwema, mimi ni mtu muhsin? Mtume akamwambia, sal jiranak, muulize jirani yako au waulize majirani zako. Fa in qalu innaka muhsinun, wakisema wewe ni mwema, fa anta muhsinun, basi wewe ni mwema. Mafunzo haya tuyalete kwetu. Muulize jirani yako, mko ofisi moja, wewe ni mwema? Muulize mwanafunzi mwenzako, muulize mfanyakazi au mfanyabiashara mwenzako, jirani yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yule jirani yako ndio kipimo cha kujua kama wewe ni mwema. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizie kwetu sisi kwa kutuambia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا منهم أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، بقية العشر بشرين بالجنة وعن أزواج نبيك وعمي وسبطه ذوي الإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ويذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.